Kinachofanyika leo ni kongamano la tunaita Technology Facilitated Gender Based Violence. Ni udhalilishaji unaochangiwa ama unaochochewa na masuala ya teknolojia. Ni shughuli ambayo imewezeshwa na UNFPA kwa kupitia msaada wa serikali ya Finland. Malengo kuu la shughuli ya leo kwanza inafuatia tukio moja kubwa la kwamba UNFPA kupitia ufadhili wa serikali ya Finland ilikuwa imefanya kwa mara ya mwanzo utafiti ama assessment ya kutambua ni kwa kiasi gani tatizo la udhalilishaji wa kimtandao ni kubwa hapa Tanzania. Uliangalia sera zetu zinasemaje kuhusiana na hilo tatizo. Je, inatambua kwamba tatizo lipo, lakini pia na policy na sheria zetu, je, likitokezea linaweza kulishughulikia. Kwa hivyo cha mwanzo ilikuwa sababu ya mwanzo ni kuwasilisha hiyo, lakini jambo la pili ni kwamba tulitaka tupate mwitikio wa pamoja wa wadau ili uweze kutusaidia kupata kwenye sera nzuri ambazo zitapambana na udhalilishaji wa kijinsia kupitia mitandao. Tuweze kupata kauli za watu wanaoendesha mambo ya teknolojia, makampuni ya simu, makampuni ya teknoloji, kwa wanasaidiaje kuifanya digital space kuwa salama kwa watu wote, lakini pia na kuwasikia wanajamii wenyewe ambao ni waathirika wakuu wa matendo hayo, wao wanasemaje kwamba tuchukue jitihada gani za pamoja ili kuweza kupambana na tatizo hili ambalo linajitokeza kwa kasi Tanzania, hasa mkizingatia kwamba kumekuwa na matumizi makubwa ya mitandao kwa sasa. Tumeambiwa kwamba internet penetration ni zaidi ya 85%, watumiaji wamefikia kama zaidi ya 21% karibu. Kwa hivyo kila mara kila mtu ana access na internet, na kwa kufanya hivyo inaongeza hatari ya wanawake, wasichana na hata watoto kuathiriwa na vitendo vya udhalilishaji kupitia mitandao. Wilfred Wila natoka dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto makao makuu polisi Dodoma. Ni ukweli usiopingika kwamba makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto kwa njia ya mtandao yamekuwa yakiongezeka kadiri ya siku zinavyozidi kuendelea, na hii inasababisha kwa sababu dunia inabadilika na hakuna namna ambayo tunaweza tukazuia jamii kutumia simu au kutumia mitandao ya kijamii au kutumia internet kwa ujumla. Kwa hiyo makosa yanaongezeka, na yanaongezeka kwa sababu kila mmoja anatamani kuwa kwenye dunia na kila mmoja anafanya kile ambacho anataka kufanya kwenye mitandao. Kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kwamba anaweza kuzuia matumizi mabaya ya mitandao, matumizi mabaya ya teknolojia, hasa kwa watoto. Na wahanga wakubwa wa makosa kwa njia ya mtandao hasa ya ukatili wa kijinsia yanalenga sana sana watoto pamoja na wanawake. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, lakini pia tukumbuke kwamba hatuwezi kuzuia kabisa matumizi ya teknolojia, lakini tuwe na muda wa kuangalia watoto wanaangalia kitu gani kwenye simu, kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii, YouTube na kwingineko, ili kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa katika mazingira ya teknolojia, lakini anakuwa amezuiliwa kuangalia baadhi ya vitu ambavyo sio vya kwake, lakini pia jamii iweze kuposti mtandaoni vitu ambavyo vinajenga taifa, vyenye uzalendo, vyenye utu na kujali maslahi mapana ya taifa letu. Naitwa Diana Rose Leon Slimo, natokea mtandao wa vijana Afrika, Afrian Tanzania. Ni mtandao ambao unajihusisha na masuala ya maendeleo na ustawi wa vijana hapa Tanzania, lakini barani pia Afrika. Teknolojia kwanza ni mkombozi na inatakiwa kuwa mkombozi wa vijana, lakini tunaona kwamba trends zinaonyesha kwamba na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya wasichana, hasa wasichana mabinti wa kike, kati ya wasichana 10, 6 wamepitia ukatili wa kijinsia kupitia mitandao. Hii ni research ama study imefanywa na UNFPA, WiLDF pamoja na TCRA. Kwa hiyo unaona kwamba kuna wimbi kubwa la waathirika ambao ni watoto wa kike, na mitandao hii inatakiwa niwe msaada, inatakiwa iwe ni chanzo cha kuwainua hawa mabinti, lakini wamekuwa ni sehemu ya wao kukosa nafasi ya kuinuka na kukabiliana na mabadiliko mbalimbali katika maisha yao. Kwa hiyo sisi kama vijana, na hasa vijana ambao tunatokea katika mashirika yanayoongozwa na vijana, tunaungana na serikali, lakini pia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuona kwamba teknolojia inamuinua binti, teknolojia inakuwa ni chanzo cha maendeleo ya kijana badala kuwa chombo cha unyanyasaji, chombo cha ukatili au kuwa chombo ambacho kitaweza kumrudisha kijana nyuma. Jina langu naitwa Robi Samueli. Ninafanya kazi na shirika la Hope for Girls and Women in Tanzania.
Shirika hili makao makuu yake yako mkoani Mara, na lengo kuu la shirika hili ni kuondoa vitendo vya ukatili wa kijinsia ndani ya jamii yetu. Teknolojia ni maendeleo na maendeleo ni teknolojia. Kikubwa ni jinsi gani jamii yetu tunaitumia teknolojia katika maendeleo mbalimbali. Teknolojia hii inapotumika vibaya, hasa katika masuala ya kimtandao, basi husababisha ukatili wa kijinsia, na madhara yapo makubwa, hasa kwa wanawake, watoto na wasichana kuathirika kisaikolojia, ambapo kupelekea hata wengine kujiua kutokana na jinsi ambavyo teknolojia imetumika kumdhalilisha mtu ama kufanya ukatili wa kimtandao. Kikubwa tunachopaswa kukifanya ni kuelimisha jamii yetu kufahamu ni jinsi gani ya kutumia teknolojia na ni mambo gani muhimu ya kuyaweka katika mtandao kwa ajili ya maendeleo. Kuepuka kabisa yale yanayodhalilisha na yale yanayorudisha nyuma maendeleo na kuondoa utu wa mwanamke ama kusababisha ukatili kuendelea ndani ya jamii yetu. Tuelimishe vijana wetu, tuelimishe watoto wetu, na tuangalie ni jinsi gani teknolojia tunavyoitumia ili iweze kusaidia kuondoa ukatili wa kijinsia na sio kusababisha ukatili wa kijinsia na maumivu katika jamii yetu.